Kanuni namba 2. Kanuni namba 2. Kanuni ya wema na kibali. Kanuni ya wema na kibali. Kanuni ya wema na kibali. Mwanzo 2:18. Kanuni ya wema na kibali. Kanuni ya wema na kibali. Mwanzo 2:18. Maandiko yanasema Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema mtu huyo. Wakati tukija kwenye wanaume kuna vitu tutafundisha kuhusu ile eneo. Anaposema mtu huyo, lazima ufahamu Biblia ikisema kitu kuna sehemu imetoka. Anaposema sio vema mtu huyo, ukisoma Mwanzo 2 kuanzia 15 ndio utaelewa anamueleza vipi mtu huyo. Alimwambia Adamu lima bustani. Alimwambia Adamu tunza bustani. Alimwambia Adamu jali bustani. Alimwambia Adamu neno langu, akampa neno lake. Alimwambia Adamu kaa kwenye uwepo wangu. Kwa hiyo 18 anasema mtu si vema huyu mtu niliyempa haya masharti na hii kazi awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Maana yake mtu ambaye, huyo mwanaume ambaye amekaa kwenye uwepo wa Mungu, huyo mwanaume ambaye anaweza kutunza ardhi, ambaye anaweza kutunza mke wake, ambaye anaweza kumjali mke wake, huyu mtu ambaye anaweza kumwombea mke wake, huyu ambaye ana neno langu, anaweza akaiheshimu familia yake, huyu mtu si vema awe peke yake. Maana yake kama hawezi hivi vyote, ni bora awe peke yake. Kuna mtu ananielewa? Hii ni elimu ngumu kidogo, lakini inabidi uielewe. Bwana asifiwe. Ndio maana si lazima kila mtu aoe. Si lazima. Hata maandiko yanasema si lazima kila mtu aolewe. Hata maandiko yanaonyesha. Maandiko yanasema sio vema huyu mtu awe peke yake. Kanuni ya wema na kibali. Mithali 18:22. Mithali 18:22. Apataye mke, wengi mnajua ile andiko, apata kitu, apata kitu, apata kitu, apataye mke apata kitu chema, na sio chema tu, naye apata kibali. Utakuja kugundua mtu wa Mungu uliyeko hapa, kuna namna ya baraka na vibali ambavyo ni ngumu mwanaume kuwa navyo kabla hajapata nani? Mwenza. Okay, leo ni siku ya wamama, ngoja nizungumze. Mungu amewatengeneza wamama, wanapokuja kwenye maisha ya mwanaume hawaji tu kuwa msaada wa shughuli, wanakuja na kibali. Kwa hiyo sehemu nyingine kwenye maandiko wanasema ukae nao kwa akili ili kuomba kwako kusifanya nini? Maana yake hakuna sehemu kwenye Biblia ambako mwanaume ana uwezo wa kuzuia maombi ya mke wake, lakini maandiko yanazungumza mke wako ana uwezo wa kublock maombi yako. Kwa hao wanawake WWK tunawaambia wanavokuja kwenye maisha yetu hawaji tu kwa sababu ya kuzalisha watoto au kwa sababu za kihisia, wanakuja na favor. Apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali. Kuna level mbili hapo. Kuna level ya goodness, wema, na kuna level ya favor. Unaweza ukakaa na mke wako ukaishia kula level ya kwanza tu, wema, basi ukakosa kibali. Natamani ukae na familia yako uweze kupata vyote, upate wema na upate kibali. Baba mmoja alikuwa anamfanyia session kule Moshi, akaniambia Mauki, mimi nafanya kazi kwenye mabasi. Yaani nikiondoka nyumbani mke wangu hajafurahi, sipati hela kabisa. Nikijiona hivyo nachukua bajaji na arudi haraka, naambia wife, kuna kitu hujafurahi, naomba unikunjulie moyo wako nirudi nikatafute hela. Anasema mke wangu, ulinifanya hivi na hivi na hivi, nimekuruhusu, nimekusamea. Akienda vitu vina sema favor. Sema favor. Kwa hiyo ukifikiri umeoa huyo mke wako na ndio kapata faida sana kukupata wewe, fahamu kabisa yeye amekuja kwako na nini? Na favor. Bwana asifiwe. Sasa hii ni kanuni. Usipoishi vizuri kwenye nyumba yako, unakosa wema, unakosa kibali. Kanuni ya 3 na ya mwisho kwenye ndoa, kanuni ya kupenda na kunyenyekea. Hapa sasa nitaongea na wamama zaidi ambao ndio wenye siku yao. Kanuni ya kupenda na kunyenyekea.
Hii inapatikana Waefeso 5:22-23 na Waefeso 5:25. Waefeso 5:22-23. Waefeso. Kanuni ya kupenda na kunyenyekea, the principle of love and submission. The principle of love and submission. Kanuni ya kupenda na kunyenyekea. Efeso 5:22-23, maandiko yanasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana, kwa maana mume ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Naomba nikufundishe kitu kidogo hapa. Tuko pamoja? Mnanielewa? Mmechoka sana? Mmechoka sana? Mko tayari kunisikiliza dakika nyingine chache? Amen. Amen. Ukisoma Biblia ya Kiswahili, ambayo sipendi sana kuitumia ninaposoma ile andiko, Biblia ya Kiswahili Efeso 5:22 inasema, enyi wake watiini waume zenu. Biblia hiyo hiyo ya Kiswahili Efeso 6:1 inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu. Utii wa Efeso 5:22 na utii wa Efeso 6:1 sio utii mmoja, ni utii mbili tofauti. Biblia ya Kiingereza inasema wives submit. Biblia zilizotafsiriwa baadaye zinasema respect. Hapa Biblia haizungumzi kuhusu respect. Ukisoma Biblia iliyotoka kwenye Hebrew kuja kwenye King James inasema wives submit, wake nyenyekeeni. Efeso 6:1 anasema children obey. Kwa hiyo watoto, utii wa watoto ni obedience, obedience, obey, tii. Utii wa wake ni submission. Kuna mtu ananielewa? Biblia ya Kiswahili inasema wake tii, watoto tii. Sasa naomba nikufundishe. Obey inatokana na neno obedience. Obedience ni utii, na huwezi kutii. Utii unatokana na submission. Submission ya mwanamke sio utii wa watoto. Ndio maana sheria za barabarani hatusubmit, tunatii. Polisi wanasema utii bila nini? Bila shuruti. Sio submission bila shuruti, sio unyenyekevu. Polisi, sheria za barabarani tunatii, tuna obey. Na ndio maana unachajiwa penalty kwa sababu umeshindwa kutii sheria za barabarani. Mke kwenye ndoa hawezi kuobey, mke ana submit. Obey maana yake fanya ninachosema. Ndio maana sheria za barabarani ikisema taa nyekundu utakiwi kupita, unafanya inavyotaka. Mwanamke kwenye ndoa hafanyi unavyotaka, ana submit. Unyenyekevu maana yake kila kitu kilichoko ndani yangu mimi, Mama Josefu, mume wako, mke wako fulani, ninafahamu kabisa mimi niko chini yako na vyote vilivyoko ndani yangu viko chini yako. Wewe ndio kiongozi wa hii familia. Kuna mtu ananielewa? Na ndio maana nenda kwenye familia yoyote, mwanaume aliyekosa unyenyekevu wa mke akawa ana ego au ana mamlaka au anatoa order au anapush vision yake, sio vision ya familia ya mume. Familia kama hizo, mambo yafuatayo utayaona. 1, kuna unyanyasaji wa kikatili. 2, uchepukaji ni mkubwa kuliko kawaida. 3, watoto wa nje wanakuwepo. Au 4, mume anaweza kuwa hana watoto wa nje wala sio mchepukaji, lakini haonekani nyumbani, anakuwa nje ya nyumbani wakati wote. Kwa nini? Ego na ego haviwezi kukaa sehemu moja. Waswahili walisema mafahali wawili. Na ndio maana Paulo anafananisha unyenyekevu wa mke na submission ya kanisa kwa Kristo. Leo tunaishi na wanawake ambao wanahubiriwa kuhusu unyenyekevu, wanasema unyenyekevu ni utumwa, ni mfumo dume. Bwana asifiwe. Kuna wababa wazuri wanaheshimika sana ofisini leo, kanisani wakija kwenye CMF wanaheshimika sana, lakini akirudi nyumbani mkia kwenye miguu. Baba anakuwa mpole, mtulivu, mama akikohoa baba kwisha habari yake. Kila kitu anambia mzee fulani, anambia muulize mama, muulize mama. Mama nani unasemaje tena? Muulize mama. Mwoga, maana anajua kuna maisha baada ya mchungaji kuondoka hapa, kuna maisha baada ya kikao. Mama ana dictate.
Ukishanyimwa nafasi yako ya kuwa baba nyumbani, biashara imefanya nini? Kuna familia watoto hawajui kitu chochote alichofanya baba. Kila kitu mama, kila kitu mama, kila kitu mama. Unashindwa kule, huyu yatima, baba yupo anapumua, yuko kazini. Ndio maana kuna baba wengine, mchungaji, wakija kwenye CMF anatamani CMF iwe siku 3 walale hapa hapa. Kila siku anapropose, mchungaji, amna tufanye mkesha, kwa sababu anajua ni bora huku nyuani mwa Bwana kuliko wapi?